Mkuu wa wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza, Mwilabuzu Ludigija, amemwagiza mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kwimba, Amoni Mkoga, kuhakikisha anafanya jitihada za haraka kujenga vyoo katika shule ya msingi Gatuli ili kuwanusuru wanafunzi ambao hujisaidia kwenye mazingira hatarishi. Shule hiyo yenye jumla ya wanafunzi 636 ina hali mbaya ya vyoo, lakini kutokana na hali hiyo zimetolewa fedha za ujenzi wa matundu 4 pekee ya vyoo, huku uhitaji ukiwa ni matundu 24. Hali hiyo ikamlazimu mkuu wa wilaya hiyo Ludigija kutaka jitihada za haraka zifanyike ili kuwanusuru wanafunzi na magonjwa ya mlipuko. Aidha, Amani Masanja ni mwalimu mkuu wa shule hiyo ya Gatuli, ameendelea kuwaomba wadau wa elimu kusaidia kutatua changamoto hiyo ili yapatikane matundu 24 ya vyoo katika shule hiyo. Serikali imekuwa ikitatua changamoto mbalimbali katika sekta ya elimu ili kuwawezesha wanafunzi kusoma katika mazingira mazuri. Hivyo jitihada za haraka zinahitajika kuwanusuru wanafunzi hao kwa kuwajengea matundu ya vyoo 24. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziko. Kwa majina naitwa Mwalimu Athmani Masanja Waziri, mwalimu mkuu shule ya msingi Gatuli. Hapa shuleni kwetu, shule ya msingi Gatuli, tuna changamoto ya vyoo kwa ajili ya wanafunzi. Tuna jumla ya wanafunzi 636. Uhitaji wetu wa matundu ya vyoo ni matundu 24 kulingana na idadi ya watoto tulionao. Matundu ambayo tuliopata kwa ajili ya ujenzi kwa sasa hivi ni matundu 2 ambayo sasa yanaendelea, lakini ukiangalia matundu haya hayakidhi kwa idadi ya watoto tulionao. Hivyo tunaomba kama kuna uwezekano mkubwa tuweze kuongezewa matundu zaidi angalau ili iweze kufikia hata nusu ya matundu ambayo tunayohitaji ili watoto waweze kupata sehemu nzuri ya kuweza kuwa wanajisaidia. Nitoe maelekezo kwa mkurugenzi mtendaji kwanza kufika kwenye shule hii aone wanafunzi waliopo na hali halisi iliyopo ili wafanye utekelezaji wa maagizo ambayo niliyatoa, sio kujenga matundu 2 kwa watoto wa kiume na matundu 2 kwa watoto wa kike. Wafanye mabadiliko ya fedha kupitia kamati ya fedha na mipango wakati huu ambapo madiwani bado wapo, kabla baraza la madiwani halijavunjwa, ili zipatikane fedha za kujenga angalau bloko 2, bloko 1 kwa watoto wa kike na bloko 1 kwa watoto wa kiume, ili tuweze kuwaepusha na changamoto ambayo ipo. Kwa sababu kwa hali hii ambayo ninaiona hapa, tunaweza tukajikuta tumepata mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu ambayo inaweza ikawa ni hatari sana kwa watoto. Na viashiria hivyo tumeanza kuona kuna baadhi ya watu kwenye maeneo mengine ambao wamekuwa kilalamika matumbo, lakini sasa kwa hali hii ambayo ipo kwenye shule hii ya kutokuwa na vyoo ambavyo vinaweza vikatumika na wanafunzi ni hatari sana. Na sio tu kwa wanafunzi, hata walimu pia. Maana yake tunavyojenga vyoo ni lazima tuangalie pia kwamba walimu nao wamepata vyoo. Kwa hiyo mkurugenzi pamoja na wataalamu wake wafike hapa, wafanye jitihada za haraka ya kujenga vyoo bloko 2 zikamilike ili watoto hawa tuweze kuwasaidia. Tunajua kwamba saizi watoto wanaelekea kwenye kufunga kwenda likizo. Kipindi hicho chote cha likizo hiki na hata kabla, kwa sababu hapa tuna mwezi mzima, waje hapa wafanye maamuzi ya haraka, kwa sababu tunaona hili septic tank ambalo limejengwa hapa linaweza likasaidia angalau kukizi mahitaji ya hizo bloko 2. Kwa hiyo engineer atafanya tathmini, kama ataona kuna haja ya kuongeza lingine atawaambia, lakini tunahitaji vyoo hapa ili kuwanusuru watoto wa shule hii ya msingi